Ni huzuni, bado tunakwenda mbele za Mungu kumwambia asante kwa sababu wewe bado unabaki kuwa Mungu. Naomba nishukuru tena kwa waombolezaji wote, lakini niendelee kutoa salamu za rambirambi na pole kutoka kanisa la Victory Christian Center Tabernacle chini ya mchungaji wetu Askofu Dr. Huruma Nkone, ambaye anaipa pole sana familia. Tunakupa pole sana mama yetu, binti yetu Elizabeth, pamoja na watoto, lakini ndugu wote, jamaa wote na wote tuliokusanyika hapa kwa ajili ya jambo hili la huzuni sana la kuondokewa na mpendwa wetu Daniel. Naomba tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako kwa mioyo ya unyenyekevu sana na kupomoka. Asante Bwana kuwa pamoja nasi tangu tukio hili lilipotokea, na hata sasa Bwana umeendelea kutufunika, umeendelea kutusaidia, umeendelea kutufariji, na Bwana ni wewe uliyetuwezesha kwamba tumefika mahali hapa ambapo tunakwenda kuhifadhi mwili wa mpendwa wetu Daniel. Bado tunakuhitaji Mungu wetu. Uwepo wako, nguvu zako, mamlaka yako yakapate kufunika mahali hapa. Tunakataa roho ya uchungu wa kupitiliza katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa mapepo ya kuzimu kujihudhurisha pamoja na watu ambao wanafanya ibada mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana neno lako likawe faraja kwetu, likatuletee tumaini na nguvu, ili Bwana tunapomhifadhi ndugu yetu na sisi tuanze safari ya kufikiria kule ambako Bwana tunakwenda. Asante Bwana kwa ajili ya upendo ambao Mungu ndugu zetu wametuonyesha, ambao wametoka maeneo mbalimbali kuja mahali hapa kwa ajili ya faraja. Ninaomba Bwana wafanyike faraja ya kweli kwa familia, na zaidi sana Roho Mtakatifu, gusa mioyo iliyoumia. Ponya majeraha yanayotoka damu. Poza misumari ya moto inayowachoma katika jina la Yesu Kristo. Tunakabidhi ibada hii mikononi mwako katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na mkutano wa waombolezaji wote tuseme amen. Amen. Tutakwenda kusikiliza maandiko, tutakuwa na watu wachache watakao kuwa wanasoma. Ninaomba tutulie tuweze kulisikiliza neno la Mungu. Karibu. Nitasoma Injili, nasoma kitabu cha Ayubu mstari wa 14, mstari kadhaa hapo chini. Anasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye uchanua kama vile ua, kisha ukatwa. Ukimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye, na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye.
kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Acha kumwangalia yeye, apate kupumzika, hata atakapoitimiza siku yake, kama aliyeajiriwa. Yesu anasema, mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie ajapokufa anaishi. Hili ni neno la ajabu sana, kwamba hata tukifa tunaishi, lakini pale ambapo tunakuwa tumemwamini, anasema yeye aniaminie ajapokufa anakufa. Amen. Kwa hiyo sisi ambao tunasikia maneno haya, Dani ameumaliza mwendo. Dani ameondoka kwenye mateso ya dunia hii. Dani yuko kwenye ulimwengu mwingine. Tena Danieli hatusikii hata tunachosema, lakini sisi tupo kwa ajili ya kutengeneza maisha yetu. Kwa hiyo mchana huu leo tunapourudisha mwili huu, kila mmoja wetu atafakari kama tulivyoongelea pale nyumbani, kwamba faraja ya kweli inatoka kwa Bwana. Yeye anaganga mioyo yetu, lakini ni sisi tunatakiwa tuchague. Je, tunataka kugangwa na huyu Kristo? Na tunachagua tu pale tunapokuwa tumempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndiyo tunalia, lakini tunalia kwa tumaini la kukutana naye tena. Kama amemaliza vizuri, mwenzetu amepumzika, ramani yake imefikia mwisho, basi ni sisi wa kuanza kuyatengeneza maisha yetu. Tunaendelea sana kuombea familia na hasa binti yetu Elizabeth, Bwana akamfariji na kumtia nguvu. Ninaomba tunapomalizia tutaendelea kushikamana. Ndugu zetu, tushikamane kwenye jambo kama tulivyoshikamana kwenye matibabu, tukashikamana kwenye msiba, basi tuendelee kushikamana na familia. Lakini pia tuendelee kuwaombea. Hawataweza peke yao, lakini maombi yetu yakifika mbele za Mungu, neno la Mungu linasema ombeaneni ninyi kwa ninyi. Mara nyingi tunaweza sema nitakuombea, lakini hata huyo mtu simuombei. Naomba tuwe waaminifu kuiombea familia hii. Naomba mdogo wangu na mwanangu Elizabeth, nadhani utakuwa ni mwanangu, usibebe huzuni peke yako. Usibebe huzuni peke yako. Huzuni hii mtwike Yesu. Lakini ukiona umezidiwa, mwambie hata rafiki yako mmoja, mwambie leo nimezidiwa. Huyo mtu akubebe kwenye maombi. Tunajua si jambo rahisi, viatu tunavyovivaa hakuna anayeweza kuvivaa, lakini yuko Mungu awezaye mambo yote, na tunaamini kwamba Mungu atakuwa pamoja naye na wewe, kwa sababu hiyo ni ahadi yake, naye ni promise keeper. Anasema nami nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Elizabeth, hutakuwa peke yako, familia hamtakuwa peke yenu. Mungu huyu Yesu Kristo aliyeshuka anasema atakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Ni neno linalotoka kwako na limekuja kwetu sisi ambao umetuumba kwa mfano wako. Ninaomba faraja inayotoka kwako kwa watoto wako Bwana, hasa mjane, lakini wapo watoto ambao inawezekana hata hawaelewi vizuri, wako ndugu wa kike na wa kiume, wako wazazi, baba na ndugu wengine wote, wako jamaa na marafiki, wako watu waliofanya kazi kwa ukaribu sana na Dani. Baba, tunaomba faraja itokayo kwako, na tunaomba Roho Mtakatifu utufundishe kuzihesabu siku zetu ili tujipatie moyo wa hekima, maana hatuna mji udumuo hapa duniani, lakini tunautarajia ule ujao. Katika jina la Yesu Kristo tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako. Amen. Amen. Basi nitaomba wanaohusika watusaidie kuteremsha sanduku hili. Wakati waimbaji tunaendelea kuimba, tuteremshe taratibu, lakini kama kuna waimbaji naomba tuimbe. Parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Takuwa amekwisha nyakuliwa
Kumlaki Bwana wetu mawinguni, na kuwa amekwisha nyakuliwa. Kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Wa utukufu kwa kadri ya matendo ya nguvu zake kuu, ambazo kwa hizo yeye ataweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Amen. Kwa jina la Mungu Baba, kwa jina la Mungu Mwana, na kwa jina la Mungu Roho Mtakatifu, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, na majivu kwa majivu. Amen. Ninaomba kwa wakati huu ndugu zetu wa karibu, familia ya marehemu, waje pia waweze kumzika ndugu yetu mpendwa kwa utaratibu ambao tunao. Naweza tukamuinua mama pale, watoto, lakini na ndugu wengine wote wahusika, kama tunaweza tukasogeza spedi. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani. Kuna mzazi wa salama. Kuna MC labda anasimamia watu kuja kuweka. Ndiye mwambani salama. Tunaomba ndugu wote, ndugu zake, shemeji zake, wote kwa pamoja. Baba mzazi. 4:13-18. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ziwe nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Damu yake na weke mahali pengine hapa utasoma wewe, utasoma 3 Ebrania. Daima yote chini ya kisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama.
naja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, nakujia, ninaja nawe ya nami, na maonjo haya Bwana Yesu, Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi, akujia. Wameisha? Basi tutakuwa na mstari mmoja wa kusoma wakati wanaendelea kuweka hizo mbao. Karibu msomaji. Nitasoma waraka wa Thesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 na wa 14. Anasema wa 13 hadi 18. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Na kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Amen. Tufarijiane kwa maneno haya. Ninaomba nitamke baraka kutoka Waebrania 13 mstari ule wa 20 na 21. Basi Mungu wa amani, aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo. Utukufu una yeye milele na milele. Amen. Basi Mungu wa amani, huyu ambaye amemleta Yesu Kristo, huyu ndiye ambaye tunamtegemea na ataleta amani katika maisha yetu. Elizabeth, farijika katika jina la Yesu Kristo. Watoto watiwe nguvu na kusimama kama vile mpango wa Mungu ulivyokuwa juu yao. Baba, farijika, kina dada na kina kaka, ndugu na jamaa wote, tunawaombea faraja ya Kristo iwe pamoja nanyi katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na ninaomba tuanze utaratibu wa kumalizia kabla tujaweka mashada, au sijui kama tulipangaje. Mashada kwanza. Basi naomba tukaribishe MC kwa ajili ya ndugu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Nawashukuru sana kwa kusimama nasi. Kwa hiyo ni muda wa kuweka mashada ya maua. Naomba maua yasogee. Maua yote yasogee. Tutaanza na baba mzazi. Ua la baba mzazi. Yasogee maua yote hapa.
Baba mzazi, hilo ndio hilo san. Mjomba, chukua hilo umpambe mtoto wako maua dakika za mwisho. Yanayofuata, mke wa marehemu, alafu watoto wa marehemu wajiandae. Atakaofuata ni watoto wa marehemu. Haya, huyo mke wa marehemu, mama watoto wa marehemu, watoto wa marehemu tafadhali wakaribie. Watoto wa marehemu muwasaidie hapo. Haya, mpambe baba maua dakika za mwisho. Wanaofuata ni makaka wa marehemu na wenzao, wanze wao. Kaka wa marehemu na wenzi wao tafadhali. Tafadhali. Kaka wa marehemu na wenzi wao waje. Isaac. Ama watoto wako nani Jako? Mama watoto hayupo. Yusufu, pita hapa. Taratibu. Hao ndio kaka wa marehemu. Napamba dakika za mwisho. Dada wa marehemu na wenzi wao. Madada wa marehemu na wenzi wao tafadhali. Haya. Madada wa marehemu na wenzi wao tafadhali. Kuna wakati nahisi Baba umeuficha uso wako kwangu. Ishara yuko wapi huyu bwana? Nani anaitwa nani? Mwakasungura tafadhali sogea. Mwakasungura. Basi madada, wekeni maua na wenzi wanu. Asante. Pambe kaka, dakika za mwisho. Takuja Silingo na familia yake. Familia ya Silingo tafadhali. Itafata Lesangwa na familia ya Lesangwa. Alafu itafatwa na familia ya Chitinka. Familia ya Silingo. Haya, tumpambe mjomba. Mjomba sijui. Asante. Lesangwa, familia ya Lesangwa. Familia ya Lesangwa. Sogeeni. Mkiweka maua tupate nafasi kwa wengine kusogea. Baada ya familia ya Lesangwa tutafuata familia ya mzee Chitinka, Charles Chitinka. Lesangwa kwanza, alafu familia ya Chitinka. Wana familia ya Lesangwa wapo hapa, tafadhali ingia hapo. Muda unakwenda. Asante. Nayofuata pole.
Wanaofuata nimeshasema. Wanaofuata familia ya Chitinka, wanaofuata familia ya Kwela, sogeza huku kijana, huku. Familia ya Kwela, familia ya Masamwene, familia ya Samwene, watafata mashemeji wa marehemu. Masemwane kwa familia ya Masemwane, mashemeji wapo karibu, mashemeji karibu, hata kiteni tu pita huko. Panguza machozi yako. Mashemeji piteni huko, piteni huko. Kuliko yale unayoyaona ambayo Wewe pita tu. Ungeona kama yako ni tone la maji baharini. Mashemeji hawa. Maana hutaibika, utaisahau aibu ya ujana. Asante. Maana mimi Bwana wanaofuata Mwingira, familia ya Mwingira na kuhuzunishwa rohoni. Watafata mashangazi wa marehemu na mama mkubwa Verian, sorry. Mama Verian atakuwa karibu hapa. Hii familia ya Mwingira. Asante. Haya, shangazi wa marehemu na mama mkubwa Veleleani. Pita huko. Itafuata Mr. and Mr. Joel, watoto na kiduo wa marehemu kiroho, sorry, mwandiko huko kinamna fulani. Mr. and Mr. Joel, watoto wa kiroho na wa marehemu. Watafata Mr. and Mrs. K, wazazi wa kiroho. Wanaofata Kikoba Junior, wanaofata Soft Net Technology, Soft Net Technology. CWG Junior. Hebu sogeza pole. Hapo. Mzee tusaidie hili. Hii watu wafanyakazi wenzake wa Softnet Technologies. Asante ndugu zangu, hapo ndio tunafikia au hatima ya shada za maua. Weka. Mwisho Softnet. Haya, Oyster Bay, nimeambiwa watu wa Oyster Bay. Majirani wa Oyster Bay na majirani wa
waliosoma pamoja. Lete. Majirani wa Bunju na wawapi eti na Watabata, sogeni. Majirani wa Bunju na Watabata, sogeni. Ataweka mtumishi nani, mchungaji baadaye. Subiri au wafanye haraka huko. Majirani wapo? Majirani wa Tabata na Bunju. Tabata na Bunju wasogee. Pita huko. Gawa huko, gawa mwisho. Hiyo maua huyo hajapata. Mama wapi? Bunju hiyo Tabata, okay. Alafu haya ndugu wa kutoka wilaya ya Manyoni kule tunakotoka, anakotoka marehemu Manyoni. Majirani wa Msasani wapo? Haya, sogea. Hiyo itakuwa la mwisho kabisa. Majirani wa Msasani tafadhali. Tuambizane kama manake hapa mwisho ni maandishi yameisha. Tuambizane huko kama nani mama pale? Nani? Tuambizane huko manake karatasi imeisha majina. Hilo huwa lingine huwa la nani? Hilo kubwa. Basi ndugu zangu, kwa yote yule ambaye hajatajwa kama anauia, basi aje aweke chapchapa. Nimekumbushwa na wachimba kaburi, serikali za kijiji pale, wakuu wa serikali ya kijiji pale Bunju, viongozi wa serikali ya kijiji Bunju wapo, wawakilishi ngalau. Kuna watu wanamanga, wajirani wanamanga wapo. Jamani, fanya haraka haraka, lakini kwa utaratibu, msije mkajikwaa. Wameisha. Tunamkaribisha sasa mchungaji wetu msaidizi aweke akwatu. Tunamkaribisha mtumishi tafadhali. Amina, asante. Asante. Na ule msalaba huko, hebu ulete. Jukumu la mchungaji wetu. Kichwani ni wapi? Samani jamani, kichwani wapi? Tusaidiane sije tukakosea. Haya basi, nataka kuuhakiki.
Sasa utaweka tu hapa tunaweka zege. Atatoka. Nageuka huku basi, mchungaji wetu anaweka msalaba. Kuna nyimbo ya kuweka msalaba jamani, si upo? Yesu nimemwona thabiti. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Naomba tuhitimishe kwa maombi ya shukrani mbele za Mungu. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la mwana wako Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunakuja mbele zako tena kukushukuru. Tunasema asante Bwana kutusaidia, kututetea, kutuwezesha kukamilisha Bwana maisha ya mpendwa wetu Daniel katika utulivu, katika usalama na katika uwepo wako. Tunakuja mbele zako tena kukushukuru kwamba ulitupa Dani Bwana Yesu. Amekuwa baraka katika maisha yetu. Ulimpa akili njema, umempa kazi, umempa familia. Amekuwa baraka kazini, amekuwa baraka kwa familia. Umempa na watoto ambao Bwana watabaki kama ukumbusho. Tunakushukuru Mfalme. Asante kwa kila ambacho Bwana alijaliwa kukifanya. Asante Bwana kwa ajili ya baraka alizozileta. Asante kwa ucheshi aliokuwa nao. Asante kwa marafiki wa nyumbani na wa kazini na majirani. Na huu ni ushuhuda tunapoona watu wengi wamekuja kushuhudia yale ambayo Bwana umeyafanya wakiwa pamoja na Daniel. Tunalitukuza jina lako, tunaliinua jina lako na tunalibariki jina lako. Baba, tunaendelea kuiacha familia mikononi mwako, tukiamini kwamba Bwana wewe uliyeruhusu jambo hili litokee, utawashika, utawasaidia, utawatunza na utawabariki katika jina la Yesu. Nasi Bwana tunakuja kama mtumishi wako Ayubu alivyosema kwamba Bwana ulitupa Danieli na sasa Mungu wetu umemtwaa. Na sisi sote kwa pamoja tunasema jina lako Yesu Kristo na lihimidiwe. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, watu wako watakapokuwa wanaondoka mahali hapa, ninaomba uwalinde, uwatunze. Endelea kuwafariji na kuwapa kutafakari kwa ajili ya maisha yao Baba baada ya kufa. Wape usafiri ulio mzuri, wape Bwana wiki iliyo njema, wafungulie malango ya baraka na watunze katika kila hali katika jina la Yesu. Na zaidi sana ninaomba Roho Mtakatifu endelea kusema nao, ili wale ambao Bwana bado hawajaamua kukupokea Yesu, wakupokee kwa hiari zao wenyewe. Jina lako libarikiwe. Tunaomba na kukushukuru katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na umati wa waombolezaji watoa faraja tuseme amen. 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 Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Wasalamu alaikum. Ndugu zangu waombolezaji wenzangu, ndugu jamaa, marafiki, awali ya yote kwa niaba ya familia ya wafiwa pamoja na mimi, kwamba sisi hatuna lolote la kuwalipa, lakini shukurani zetu za dhati ziwafikie kwa kila mmoja kadiri
alivyo. Tunawashukuru ofisi Softnet Technology. Tunawashukuru madaktari na wauguzi wa kule Mloganzila. Tunawashukuru vikundi mbalimbali, hatuwezi kuvitaja vyote. Tunamshukuru mchungaji wetu aliyetuongozea ibada ya mazishi. Tunasema asante sana, na wote tunaomba sana mbarikiwe. Leo kutakuwa na tanga ndugu, hatuna tanga la umoja, yani ya jumla, lakini ukiuiwa hufukuzwi. Karibu sana. Kwa haya machache, Mungu awabariki na twende na usalama kama alivyosema mchungaji wetu. Asanteni sana kwa usikivu na uvumilivu wenu. Asante.